Nataka kuomba Mount Kenya. Nimeona Githurai ndio ilikuwa na kisirani. Nataka kuomba sana jamii ya Wakikuyu, msidanganywe na Gachagua. Msidanganywe ndugu zangu, mtapoteza mali yenu kwa sababu atatumia goons kuharibu biashara ya Mkikuyu. Ila kuja seme ni William Ruto anatumia goons kuharibu nini? Biashara yenu. Sasa angalia kama Githurai sasa imekuwa no-go zone. Vijana wanalipwa na Gachagua, wanalipwa ili walete fujo, walete kisirani, isemekane William Ruto ati ametuma goons Githurai kuenda kupiga jamii ya Mlima Kenya. William Ruto hana chuki na Wakikuyu. William Ruto hana shida na Mkenya. Viongozi wetu ambao ni wajinga ndio wanatumia pesa kidogo kwenda kupiganisha wananchi, then wanakuja kuweka jina ya Mheshimiwa Rais William Ruto. Mheshimiwa William Ruto hana shida na Wakikuyu jamii yetu, hana shida na Mjaluo, hana shida na wajamii fulani. Wanasiasa ambao wanafanya siasa ukabila, na hii nataka kuambia jamii ya Mlima Kenya, iwapo mtazidi kufuata Mheshimiwa Rigathi Gachagua, mtapoteza mali yenu. Nairobi sijaona mahali kuna vurugu, but nimeona vurugu wapi? Githurai. Nani ameleta hiyo fitina Githurai? Ni Mheshimiwa former deputy president Geoffrey Gachagua. So nataka kuambia jamii ya Mlima Kenya, mko na viongozi wengi, mko na Mheshimiwa Maina Njenga, mtu ambaye ameteseka akipigania Mkikuyu lakini hapewi nafasi. Watu ambao hawajatetea Wakikuyu ndio wanapewa nafasi. Nataka kurai jamii ya Mlima Kenya, kama mnataka Maumau, nasikianga Gachagua akijiita Maumau. The real Maumau ni Mheshimiwa Maina Njenga. Huyu ndiye the real Maumau. Mtu ambaye amesimama 207 kupigania Mkikuyu Molo. Mtu ambaye amesimama 2007 kupigania Mkikuyu Naivasha ni Mheshimiwa Chairman Maina Njenga. Gachagua alikuwa wapi? Wakati huo alikuwa dio. Alikuwa wapi? Alimtetea Mkikuyu? Hakumtetea Mkikuyu. Aliyetetea Mkikuyu ni Mheshimiwa Maina Njenga. Aliyepigwa kwa niaba ya Mkikuyu ni Maina Njenga. Waliompiga ni Wakikuyu mwenzao Muchuki, Njenga Karume na Mheshimiwa Kibaki na Mheshimiwa Uhuru Kenyatta. Wao ndio watu walihusika kupiga Maina Njenga risasi wakati Maina Njenga alikuwa anadai haki yake baada ya kusaidia Wakikuyu kule Molo, kule Naivasha, kule Nakuru. Sasa Maina Njenga kageuswa ati ni mwalifu, ati Maina Njenga ati ni yeye ni mungiki. Baada ya kusaidia jamii ya Mlima Kenya post election 2007. Mimi nataka kuambia jamii ya Mlima Kenya, msidanganywe. Gachagua ana damu ya Mkikuyu ambaye anatetea Mkikuyu. Yule mtu ambaye kuna damu ya Mkikuyu ni Chairman Maina Njenga. Na sisi kama tuko na Maina Njenga kwa serikali William Ruto tuko sawa. Sisi kama tuko na Mheshimiwa Kindiki tuko sawa. Kwa nini kama Kindiki ni deputy president mnakereka? Ati Gachagua anasema ati sisi hatusikizwi wakati Kindiki ni deputy president. But wakati yeye deputy president, hata kama serikali ni mbaya anasema serikali mzuri. William Ruto ako na ajenda na Mkikuyu. Na sisi tunataka kusema ya kwamba we are ready kufanya kazi na Maina Njenga, kufanya kazi na Kindiki. Kama mtaki potezeni. Hatuna wabembelezo Uhuru Kenyatta na Mheshimiwa Gachagua. Kwani nyinyi ndio Wakikuyu? Nyinyi mmekulia Wakikuyu kahawa. Sasa William Ruto akikuja kutengeneza bei ya kahawa, mnaanza kukasirika. William Ruto akifanya na Mheshimiwa Maina Njenga, mnaanza kukasirika. William Ruto akifanya na Kindiki, mnakasirika. Tunasema ya kwamba tutafanya kazi na William Ruto na Maina Njenga, tutafanya kazi na William Ruto na Mheshimiwa Kindiki. Kama mtaki mpoteze. Hatuwezi bembeleza punda kwa mteremko. Mchague tuta mama mpoteze. Ruto hawezi bembeleza mtu mmoja ati ndio. Kwani nyinyi mko na kura ngapi? Nataka kuomba kwa heshima ya hali ya juu. Hii chuki ambayo Gachagua anataka kuleta leo, sisi kama wana matatu wetu tumepoteza pesa, tunadaiwa kwa benki. Tunadaiwa kwa sababu Gachagua amesema biashara ifungwe. Na sisi sasa mimi naenda kulipa matatu na nini? Na matatu yangu ni ya loan. Then mnatuambia sasa tunapoteza biashara kwa sababu Gachagua hana biashara ya matatu. Sisi kama jamii ya Mkikuyu ndio tuko na biashara hapa matatu 60%. Then mnataka sisi tupoteze biashara yetu. Na nashukuru sana vijana wamejanjaruka, hatukuwa na vurugu, hakuna gari ya mtu yoyote ambaye imechomwa, hakuna duka yoyote ambayo imevunjwa. So tunataka kufanya siasa ya maendeleo, tunataka siasa ya fitina. Kenya ni nchi moja, Kenya ni nchi huru. Mkikuyu ni Mkenya, Mjaluo ni Mkenya, Mkalenjin ni Mkenya. Tunataka uhuru, tunataka siasa yenye haina chuki. So kama wewe ni kiongozi, unakaa mahali unataka kusema jamii yangu, hiyo jamii yako ende uimbe na bibi yako. Mimi nalipa nyumba ya nani? Mkikuyu. Napanda gari ya nani? Mkalenjin. Na nunua kaduko ya nani? Mjaluo. Then unataka kuniambia aje sasa tuingize mambo siasa ya ukabila kwa sababu Gachagua alitolewa kwa serikali? We cannot allow. Anatuta entertain answers kama hilo. Jamii ya Kikuyu wako na viongozi wengi. Wako na viongozi wengi ambao wanaweza wakilisha jamii yao. Si Gachagua na Uhuru Kenyatta anaweza wakilisha Mkikuyu. Maina Njenga pia ni ndume kama wao. Lazima wa accept ya kwamba pia Maina Njenga ni wakati pia Maina Njenga kusikizwa taifa la Kenya. Amepigania Kenya muda mrefu. Amepigania Wakikuyu. But ikifika wakati uongozi Uhuru anawakata, Gachagua anataka kuwakata. Tuta protect Chairman Maina Njenga hadi asikize. 2027 lazima Maina Njenga kuwe kwa serikali. Na kuwe full.
Lazima chairman akuwe full kwa serikali. Lazima chairman Maina Njenga akuwe full kwa serikali. Hatuwezi tambua Gachagua. Tunatambua Maina Njenga. Huyo jamaa si mkabila. Maina Njenga si mkabila hata kidogo. Huyo ndio Mkikuyu halisi. Hana siasa ya ukabila. Amekula kwa Raila, amekula kwa Moi, amekula kwa kila mtu, hana shida na mtu mmoja. But wao wawili, Uhuru ni mtu ambaye ni fitina, Gachagua ni mtu ya chuki. Hatuwezi fanya na mtu ya chuki na mtu ya fitina. So tunataka kusema kwamba sisi kama wa Kenya we are ready ku work na Mlima Kenya. Tunataka sasa ukabila.